Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ubatizo wa watoto wachanga haupo nje ya Biblia takatifu, ni ubatizo halali kabisa. Mpendwa mtazamaji, kuna watu wanasema ubatizo wa watoto wachanga haujaandikwa katika Biblia takatifu, hata wanatamani na wanatafuta sehemu katika Biblia takatifu ambayo itasema usibatize watoto wachanga ili wawe na nguvu zaidi. Mpendwa mtazamaji, Biblia takatifu haijaandika popote kwamba usibatize watoto wachanga au batiza watu wazima tu. Mpendwa, ukimya wa Biblia takatifu sio katazo, kwa sababu Biblia takatifu ile ile ambayo haijasema popote kwamba ubatizo ni kwa ajili ya watu wazima tu, inatuonyesha sehemu fulani ambazo familia nzima walibatizwa bila kizuizi cha umri. Mfano ni mfanyabiashara Lydia ambaye yeye na nyumba yake wote walibatizwa. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 15. Lakini pia Akida mlinzi wa gereza, yeye na nyumba yake wote walibatizwa. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 33. Lakini pia Stefana alibatizwa yeye pamoja na nyumba yake wote. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 1 mstari wa 16. Kwa kadiri ya tamaduni za Kiyahudi na Kigiriki kipindi hicho, wakisema yeye na nyumba yake wote walibatizwa, walimaanisha watoto, watumishi na wafanyakazi waliomtegemea mkuu huyo. Na katika kubatiza, Biblia takatifu haijasema walibatizwa walioamini tu. Hapana, bali familia nzima walibatizwa, kama vile Mungu alivyoziokoa familia kwa pamoja bila kuchagua katika Agano la Kale. Mfano Nuhu, rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 1 na kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 3. Mungu anaendelea kuokoa familia zetu kwa namna hiyo hiyo kwa njia ya ubatizo. Mpendwa mtazamaji, ubatizo ulikuwa mbadala wa tohara, na tohara ilitolewa kwa watoto wachanga. Katika waraka wake kwa Wakolosai sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 12, Mtume Paulo anahusianisha ubatizo na tohara ya Agano la Kale. Tohara ya Agano la Kale ilitolewa siku 8 baada ya mtoto kuzaliwa. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 12. Mungu aliwahusisha na watoto wachanga katika Agano la Kale la tohara. Hawezi kuwasahau katika Agano Jipya la ubatizo ambalo ni kubwa zaidi. Mpendwa mtazamaji, hatuwezi kusubirisha uokovu mpaka tutakapoanza kuelewa. Watu wa madhehebu ya kirokole kuna muda huwa wanasema acha wachague kubatizwa au kutobatizwa wakiwa watu wazima wanaoelewa umuhimu wa ubatizo. Kiukweli huu ni unafiki tu. Hebu ufikiri wakitumia mfano huu kwenye mahitaji ya mwili, waseme usimnyonyeshe na kumlisha chakula mtoto, muache akiwa mtu mzima, atachagua akiwa anaelewa umuhimu wa maziwa na chakula. Kama hawawezi kutumia mfano huu kwenye mambo ya mwili, huku wanajua kwamba mambo ya roho ni muhimu zaidi kuliko mambo ya mwili, basi ni suala la uelewa ambalo linahitaji kueleweshwa. Mpendwa mtazamaji, kanisa linabatiza watoto wachanga si kwa sababu limekosa subira. Hapana, linabatiza watoto wachanga kwa sababu sote tunajua kwamba kuna hatari ya kufa hata kwa watoto wachanga, na sakramenti ya ubatizo ni ya lazima kwa wokovu. Rejea Injili ya Marko sura ya 16 mstari wa 16. Mpendwa mtazamaji, imani inaweza kupokelewa kwa niaba ya mwingine. Mlemavu aliponywa kwa imani ya rafiki zake. Rejea Injili ya Marko sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 5. Lakini pia mtumishi alipona kwa imani iliyopokelewa na mwajiri wake. Rejea Injili ya Luka
sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 10. Mungu anaponya mwili kupitia imani ya mwingine. Vivyo hivyo anawafanya watoto wazaliwe upya kwa njia ya ubatizo kupitia wazazi na wasimamizi wanaoungama imani kwa niaba ya watoto. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo mwenyewe aliwakaribisha watoto wachanga katika ufalme wa Mungu. Rejea Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 15 mpaka wa 16. Ubatizo ni moja ya njia za kuwapeleka watoto kwa Yesu. Je, umembatiza mwanao? Ni mimi mseminari Felix Cassian Mwansawalile. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.